Mimi nitakomaa Dar es Salaam siku zote 7. CCM oye! Kwa hiyo natuma salamu kwa ndugu zangu hawa. Chochote mtakachosema nipo kwa ajili ya chama. Kwa hiyo ni mpango tulioweka kwamba Mwenyezi, wewe endelea na kampeni. Kwa hiyo mimi nitakuwepo kuanzia leo mpaka kufunga kampeni tarehe 26. Na siendi wilaya kwa wilaya, naenda majimbo yote 10. CCM oye! Ndugu zangu, tunakusanyika leo hapa kuzindua kampeni za uchaguzi wa serikali za mitaa, kuchagua viongozi wa serikali za mitaa, kuchagua wajumbe, kuchagua viongozi wa vijiji na vitongoji nchi nzima. Leo ni hatua nyingine baada ya hatua mbalimbali kupita. Nataka niwakumbushe kwamba mpaka tunafika siku ya leo ya kuanza kampeni nchi nzima, tumepitia mchakato wa matukio mbalimbali mpaka tunafika katika kuanza kampeni leo. Vyama vya siasa vilipewa fursa kupitia 4R za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuruhusu mikutano ya siasa ifanyike. Maana yake tulianza na mchakato wa kwanza wa kuandaa wananchi wetu kuhusu uchaguzi, tunaita maandalizi ya umma. Chama cha Mapinduzi kilifanya kazi hiyo vizuri kabisa, kuanzia viongozi wa kitaifa mpaka mabalozi wa shina wamefanya kazi nzuri kwa Chama cha Mapinduzi. Umma wa Tanzania ulielewa kwamba mwaka huu kutakuwa na uchaguzi na umuhimu wa uchaguzi huo. Nyie ni mashahidi. Viongozi, secretariat ya chama ikiongozwa na katibu mkuu, tumezunguka mikoa 20 kuandaa umma wa Tanzania. Jumuiya za chama zimefanya kazi hiyo kubwa kuandaa umma wa Tanzania. Kwa hiyo mchakato huo Chama cha Mapinduzi kilifanya kazi kubwa, na ndio maana Watanzania wengi wakaelewa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sitaki kuwasemea wengine wakati tunafanya kazi hizo na wenyewe walifanya kazi zao. Mulisikia maandamano, hamkusikia habari ya uchaguzi, mulisikia habari ya katiba mpya. Lakini viongozi wa CCM na jumuiya zake zilijikita kutatua kero za wananchi, kueleza utekelezaji wa ilani na kuandaa Watanzania juu ya uchaguzi. Hatua iliyofuata ilikuwa ni uandikishaji. Kazi ya kuhamasisha kujiandikisha. Nyie ni mashahidi. Katika chaguzi zilizopita zote, uchaguzi wa safari hii, hamasa ya kujiandikisha ilikuwa kubwa sana. Dar es Salaam inatajwa kuwa mkoa uliofanya vizuri sana katika uandikishaji.
zaidi ya watu 3 wameandikishwa. Kwa hiyo ilikuwa hatua nyingine. Sitaki kuwasemea wengine. Nilisikia walalamika, anasema uandikishaji wa wananchi hawajahamasishwa. Niliwauliza, wakati tunafanya ile kazi nyie mlikuwa wapi? Unataka uhamasishiwe watu? Kwa Dar es Salaam tujipigie makofi kwa uandikishaji mkubwa uliofanyika. Hatua ya 3 ilikuwa kura za maoni. Safari hii kura za maoni ndani ya CCM zimevunja rekodi. Hamasa ya watu kugombea ilikuwa ya hali ya juu sana. Gumzo, story, nchi nzima ilikuwa kura za maoni ya Chama cha Mapinduzi. Mliwahi kusikia kura za maoni za chama kingine? CCM ilipitika pasipo mashaka, ndio chama chenye wanachama wengi Tanzania. CCM ilimethibitika ndio chama chenye demokrasia ndani ya chama. CCM ndio chama kilichoweka utaratibu wa wazi wa kuwapata wagombea wanaogombea katika nafasi za dola. Kule kwingine hamkusikia kura za maoni, unasikia tu kamanda na wewe umeteuliwa. CCM oye! Unasikia tu kamanda na wewe umo. Toto wa mjomba, binamu, shangazi na wewe chukua cheo hicho. CCM ina utaratibu wake. Na ndio maana baada ya kura za maoni tulifanya jitihada za kupita wilaya zote kuvunja makundi, na Chama cha Mapinduzi tuko tayari kwa uchaguzi na umoja na mshikamano. CCM oye! Hatua iliyofuata ilikuwa ni uteuzi wa wagombea. Uteuzi wa wagombea. Kila chama alikuwa na kura za maoni hawana, walipeleka wagombea na uteuzi umefanyika. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Uteuzi wa wagombea na kuweka wagombea. CCM, mimi kama msemaji wa chama na watangazia Watanzania kwamba CCM imeweka wagombea kila nafasi. Imeweka wagombea kila kijiji, kila kitongoji. Jana nilimsikia Mbowe mwenyewe kwa kinywa chake amesema maeneo ya mijini, majiji tulipanga tuweke wagombea 80%. Tumepata 61%. Nikasema mwenyekiti wa chama taifa anautangazia umma kwamba Chadema hawako tayari kushika dola. Kwa sababu chama cha siasa lengo la kwanza ni kushika dola. Na kwa mfumo wa uchaguzi wa Tanzania, ili ushike dola unatakiwa ushinde serikali za mitaa na baadaye ushinde uchaguzi mkuu. Kwa hiyo mwenyekiti anaposimama anasema lengo letu ilikuwa 85% tu, mnaweza mkapata picha kwamba chama hiki hakiko tayari kushika. Na akasema
tunaridhika na hao 61%. Hawa watatuwakilisha. Maana yake Mbowe ameruhusu kwa malengo aliyojiwekea, alisharuhusu kabisa kwamba hawako tayari kushindana 100% na Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Na kwa hapa Temeke, katika mitaa 142, CCM imeweka mitaa yote 142. Chadema na vyama vingine wameweka wagombea 124. Maana yake kuna mitaa 18 hawakuweka wagombea. Na maana hiyo ni kwamba ushindi katika mitaa hiyo, kura za ndio na hapana, CCM itashinda kwa kishindo. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi leo, wakati tunazindua kampeni nchi nzima, tunaamini huu ni mchakato mwingine wa kufanya kwa kuomba ridhaa ya wananchi wa Tanzania, wakiamini sisi mwangazi zote washinde uchaguzi. Kinawaahidi wa Tanzania tutatumia 4R za Mheshimiwa Rais kufanya kampeni za kistaarabu. Hatuhitaji kejeli, hatuhitaji matusi. CCM itaonyesha uongozi wake kwamba hiki ni chama kiongozi kwa kufanya kampeni za kistaarabu. Na tutafanya ustaarabu kwa sababu ni chama kiongozi. Lakini tunaja na hoja nyingi za kusimama majukwani kuwashawishi wa Tanzania wakichague Chama cha Mapinduzi. Tunaamini mtu ambaye hana hoja, amefilisika kisiasa, ataendelea kutukana, kutoa kejeli na vitisho. Sisi tutawajibu kwa kufanya kampeni za kistaarabu, kuwashawishi wananchi kwa hoja, na wananchi watapima nani katika hapa anapaswa kupewa kura. CCM oye! Ndugu zangu, tunaingia katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Naomba niongee nanyi kupitia mkutano huu na Watanzania wanaotufuatilia nchi nzima, kueleza umuhimu wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Nataka niwaambie, uchaguzi huu, la kwanza, ndio maisha yetu. Viongozi wanaenda kuchaguliwa ndio tunaoishi nao, ndio wanaojua changamoto katika kuanzia katika kaya zetu, katika mitaa yetu. Viongozi tunaoenda kuwachagua ndio kimbilio letu la kutupa barua za utambulisho. Viongozi tunaoenda kuwachagua ndio watu ambao watatuonyesha maeneo ya kujenga madarasa. Uongo kweli? Viongozi tunaoenda kuwachagua ndio watakao tuonyesha maeneo ya kujenga vituo vya afya na zahanati. Uongo kweli? Viongozi tunaoenda kuwachagua
ndio hawa ambao tukitakiwa barua kwenda benki ndio wanaotusaidia. Uongo kweli? Viongozi tunaenda kuwachagua ndio hawa ambao umepata matatizo mahakamani, una ndugu yako, utahitaji barua kwa ajili ya dhamana. Uongo kweli? Ninaposema tunachagua viongozi wanaohusika na maisha yetu ya kila siku, nadanganya? Nasema ukweli, ndio, si ndio? Kwa hiyo wenye viti wa mitaa, vijiji na vitongoji ni watu muhimu sana katika uchaguzi huu. Hayo niliyoeleza lazima muyapime kwamba mnaenda kuchagua kiongozi wa aina gani. Hatuwezi yake kuja lazima tu ipo katika mitaa, iko katika vitongoji, uko vijijini, iko katika vijiji. Ni muhimu sana. Lakini wenye viti wa serikali za vijiji na mitaa ni wenye viti wa kamati za usalama, ulinzi na usalama katika maeneo hayo. Hawa ni watu muhimu sana. Vyombo vya dola vipo, lakini vyombo hivi vinafanikiwa wakishirikiana vizuri na wenye viti wa mitaa. Uongo kweli? Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba uchaguzi huu ni muhimu sana. Na mimi nataka niwashawishi wa Tanzania na Wanatemeke. Tunatambua changamoto ndogo ndogo zipo, lakini mafanikio tuliyoyapata ni mengi. Zipo sababu za Chama cha Mapinduzi kuwashawishi wa Tanzania watu waamini katika hili. Mafanikio yote yaliyopatikana katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ni matokeo ya ushirikiano wa wenye viti wa mitaa, vijiji, vitongoji, waheshimiwa madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais. Chochote unachokisema kimefanikiwa, kuna alama ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hakuna mradi uliotekelezwa pasipokuwa na mtaa. Uongo kweli? Kwa hiyo tunaposema mafanikio haya, nchi nzima kumejengwa madarasa, kumejengwa zahanati, kumejengwa kituo cha afya. Wenye viti wa vijiji, mitaa ni watu muhimu, wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuwaombe wa Tanzania, kama tulifanikiwa kwa kufanya kazi vizuri na wenye viti hawa wa mitaa, vijiji na vitongoji, naomba kwa heshima tuwashawishi Chama cha Mapinduzi kimewaletea watu sahihi wenye sifa wa kuendeleza mafanikio hayo. Ni hawa wenye viti tuliowaletea nyinyi. CCM imeteua wagombea wazuri. Tunaomba muamini madiwani wa kazi, watafanya nao kazi. Mheshimiwa Rais atatoa fedha kutatua changamoto na miradi mbalimbali. Msingi wake ni hawa wenye viti wa mitaa. Ni watu muhimu sana.
Na sisi kwa sababu tuko hapa kama Chama cha Mapinduzi, naomba ni washawishi Wanatemeke na Watanzania muamini wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Sababu nyingine ya pili ya kuwaomba muwachague wagombea wa CCM, CCM ndio inayotekeleza ilani ya uchaguzi 20 mpaka 25. Vyama vingine havina ilani ya uchaguzi. Nirudie. CCM kupitia serikali tunatekeleza ilani ya uchaguzi 2025. Hawa tunaomba muwachague wataungana na madiwani waliopo, wabunge na Mheshimiwa Rais kutekeleza ilani iliyopo sasa. Wale wengine hawana ilani. Niseme nisiseme? Jana nilifuatilia sana hotuba ya Mbowe. Akasema chama chake hakina ilani. Ilikuwa hotuba nzuri. Nikaifuatilia. Akasema chama chake hakina, na ameomba, akasema ameagiza kila mgombea atakayeteuliwa katika kijiji chake, katika mtaa wake, abuni ilani yake. Nyie mkusikia? Mimi nilisikia hivyo, kwamba hawana jambo lolote la kusimamia uchaguzi huu, ila wao wamewaagiza wagombea wao wabuni mtaa, kama kuna kijiji abuni yeye ilani pale. Kwa hiyo kuna chama kimeleta maendeleo na mafanikio, kina chama kina ilani, lakini kuna chama kinakuja kuomba, kinawathibitishia Watanzania kwamba wao hawakujipanga, ilani kwenye kijiji kinachokaa. Kwisha hiyo Pamoja na ilani tulionao Chama cha Mapinduzi, CCM pia tumetoa tamko la kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Hawa wagombea watakuwa na jinadi, lakini wana tamko la chama. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mnaweza mkapima kwamba hivi kweli kwenye mtaa wetu tuwe na mtu tu anayefikiri kama alivyoelekezwa. Je, akifikiri vibaya itakuwaje? Kwa mfano, kuna diwani wa CCM Miburani anataka kwenye mtaa wake pawe na zahanati, pawe na kituo cha afya. Sasa mtu anayebuni ukamstua usingizini, bahati mbaya ndio mlimpa, hivi huyu ana akili kweli ya kusimamia atoe ardhi kwamba tujenge zahanati? Mimi niliona ni mdhaa mkubwa sana kuambia Watanzania wabuni tu kwenye viti wenu mliowaweka, wabuni eti ilani itokane na kichwa chao, chama cha siasa. Watanzania msikubali, tunao safari nzuri ya kuelekea katika maendeleo. Chagueni wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Sababu ya tatu
Mimi naenda na hoja, napangua hoja. Kwa nini tuwachague wagombea wa Chama cha Mapinduzi? CCM ndio chama chenye dhana wajibu wa kuwatumikia Watanzania, na ndio maana malengo ya Chama cha Mapinduzi ni ustawi, ni maendeleo ya Watanzania. Chama kingine hakina wajibu, na ndio maana katika mipango yao yote kipaumbele cha kwanza ilikuwa kufanya maandamano nchi. Hiyo kazi waliifanya. CCM ina dhamana. Tunao madiwani wetu watashirikiana viongozi wa serikali za mitaa, watakaa mikopo kwa ajili ya jasiriamali. Hutosikia kiongozi wa Chadema akiongelea mikopo. Mikopo itaongelewa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Tuna dhamana hiyo ya kuyasaidia makundi mbalimbali, mama ntilie, boda boda, wa machinga. Wenzetu wameambiwa wabuni ilani wanazofikiri. Kwa hiyo hawana wajibu, hawana dhamana. CCM pekee ndio chama chenye dhamana. Niwaombe na kuwashawishi waamini wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Utofauti wa CCM na wenzetu nimebainisha. Sisi Chama cha Mapinduzi tunapoeleza mafanikio yanaonekana. Maendeleo yaliyofanyika hayahitaji tochi, yanaonekana. Sasa hivi kila ukipita mabarabara yamebomolewa. Zile ni changamoto za maendeleo kwa ajili ya mwendo kasi, kwamba Dar es Salaam iwe na mwendo kasi, mabarabara yajengwe. Kwa hiyo kuna mambo yanaonekana. Wenzetu hawana jambo la kuamini, wakalionyesha kwamba hili wamelifanya. CCM ndio chama pekee ambacho kikiahidi kinatenda. Hawa wenzetu hawaaminiki. Lakini chama chetu kina umoja na mshikamano. Na katika jambo alilobugi safari hii ni kuchanganya uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi wao ndani ya chama chao. Jana Mboya ametoka, anaongea mbele, anarudi nyuma. Anasema migogoro ni jambo la kawaida. Alafu anasema Chadema ni imara kuliko wote. Sasa hapo umeongea nini? Kwani yeye jana juzi amkuona anaotokea Arusha? Watu wanapigana, watu wanalaumiana, na bado wana uchaguzi mwingine kanda ya Dodoma. Kwa hiyo mimi nataka niseme hata haya ya kisingizio kwamba sisi tunaonewa ni uongo. Wanaficha udhaifu wa mgogoro ulioko ndani ya chama chao. Wana mgogoro mkubwa. Niseme nisiseme, muda wote wameficha mgogoro wao. Lakini nataka niwahakikishie, baada ya tarehe 28 mtaona mgogoro ulivyo mkubwa ndani ya Chadema.
Kwa hiyo hawana uwezo, hawana sera, wamepoteza mwelekeo. Ni waombe tujikite kuchagua wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, ushindi wowote unatangazwa kwa kupata kura nyingi. Uongo kweli? Nimewapongeza kwa kujiandikisha. Niwaombe tarehe 27 tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Tutatangazwa tumeshinda kwa wingi wa kura. Wangapi wako tayari kunihakikishia kwamba tarehe 27 mtatoka kila mtaa, kila nyumba kwenda kupiga kura? CCM oye! Kama wote tutakwenda kupiga kura kama tulivyojiandikisha, ushindi kwa wagombea wa CCM ni wa kishindo. Na sisi tunajua kwamba tutapata ushindi. Tathmini yetu inaonyesha ushindi wa kishindo, lakini hatutobweteka mpaka dakika ya mwisho. Tunajua uchaguzi huu kwa kuheshimu 4R, lakini pia tunaamini uchaguzi huu utakuwa huru na haki. CCM haitaji mbeleko, itashinda uchaguzi kwa haki. Kwa hiyo niwaombe, usije ukaridhika tu ukasikia bwana CCM itashinda tu. Hapana, tunaomba kila aliyejiandikisha akapige kura. CCM oye! CCM oye! Na sisi tunaamini utaratibu uliowekwa kuwa na mawakala, kwamba kura za chama chetu tunawaamini mawakala watazilinda pale kituoni, ndio wawakilishi wetu. Sasa angalia wale ambao wana wasiwasi. Utasikia makamanda, ukipiga kura usiende mbali, tutalinda kura. Haya, mimi sina kauli juu ya hilo, lakini zake zitalindwa na mawakala kwa sababu tumaamini wako kituoni. Manake hao wenzetu hata watu waliowateua nao hawaamini. Yaani kuna makamanda wamewekwa halafu hawaaminiki. CCM oye! Kwa hiyo niwaombe tarehe 27 sio mbali. Weka utaratibu wako, weka ratiba yako, kila mmoja akapige kura. Lakini kuna maeneo ambayo wenzetu hawa hakusimamisha wagombea.